Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema rasimu ya makubaliano ya Marekani na Iran inaweza katiwa wino siku za hivi karibuni, lakini ameonya kuhusu hujuma ya Israel. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Tehran Abbas Araghchi na waziri wa mambo ya kigeni anasema makubaliano ya amani na Marekani huenda yakasainiwa katika siku zijazo, lakini kuna hofu kwamba utawala wa Israel unatafuta visingizio vya kuvuruga. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Araghchi amesema baada ya kukamilika rasimu ya mkataba na Marekani itasainiwa siku zijazo, ambapo katika siku zijazo kuna uwezekano mkubwa wa kutokea kwa kusainiwa. Mara tu hatua za mwisho za mazungumzo yetu itakapokamilika, mkataba huu utatiwa saini na kutangazwa. Utiaji saini hapo awali utafanyika kwa njia ya kidigitali, kila upande ukisaini kwa mbali. Baada ya hapo itatangazwa kuwa mkataba huu wa makubaliano umetiwa saini na pande zote mbili, alisema Araghchi katika mahojiano na televisheni ya taifa mnamo siku ya jana Ijumaa. Hili linaweza kutokea katika siku zijazo. Nina matumaini makubwa. Araghchi amesema hapo awali kwamba mfumo uliopewa jina la mkataba wa maelewano wa Islamabad unaolenga kumaliza vita na Marekani, vita vilivyozuka mnamo Februari 28, haujawahi kuwa karibu, na kwamba si wa siku za hivi karibuni kama ilivyoelezwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba utafanyika siku ya kesho Jumapili. Siku ya Alhamisi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema amesitisha mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya Iran na kudai kuwa makubaliano ya kumaliza vita yanaweza kutiwa saini hivi karibuni, akitaja siku ya Jumapili. Katika mahojiano yake, Araghchi alisema atatangaza maelezo ya mfumo huo mara tu itakapohitimishwa na kukamilika, na kwamba kuingia kwa undani sasa kunaweza kuhatarisha kusainiwa kwa makubaliano. Alisema rasimu ya makubaliano hayo ni pamoja na kukomesha mzingiro wa kijeshi wa majini wa Marekani kwenye bandari za Iran uliokuwepo tangu Aprili 13 na mipango ya kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz. Trafiki kupitia Hormuz, njia muhimu usafirishaji wa meli ulimwenguni, imekuwa chini ya udhibiti wa Iran tangu kuzuka kwa vita na Marekani na Israel mnamo Februari 28. Iran, ambayo imeruhusu tu msururu wa meli kupita kwenye mkondo huo wa bahari, imesisitiza kuwa meli hizo zipate kibali kutoka kwa wanajeshi wake kabla ya kuvuka. Kizuizi cha majini lazima kiondolewe kabisa. Hilo ndilo jambo la kwanza lililotajwa kwenye mkataba huo, Araghchi alisema kupitia televisheni ya taifa ya nchini Iran. Iran imefanya uamuzi madhubuti kwamba utawala katika mlango wa bahari Hormuz hautakuwa kama hapo awali, akibainisha na kuongeza kuwa majadiliano yanaendelea na Oman kuhusu suala hilo. Alisema Hormuz ni miongoni mwa vyombo vikuu vya kuzuia vya Iran. Alithibitisha kwamba maelezo ya mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwa ni pamoja na hifadhi yake ya uranium iliyorutubishwa sana, suala la utata kwa Washington, litajadiliwa katika kipindi cha siku 60 baada ya kusainiwa kwa mfumo huo. Msimamo wetu daima umekuwa kwamba njia pekee ya kukabiliana na hifadhi ya nyenzo zilizorutubishwa ni kuziamua ndani ya Iran, Araghchi alisema. Wakati wa mahojiano alionya dhidi ya majaribio ya hujuma ya mpango unaowezekana haswa wa Israel. Lazima niseme wazi kwamba makubaliano haya yana maadui ambao ni utawala wa Kizayuni, Israel, ambao wanatafuta visingizio vya kuvuruga, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni na mwanadiplomasia mkuu wa Iran Bwana Abbas Araghchi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.